Poland inahitaji silaha za nyuklia ili iweze kupambana na Urusi. Moja kati ya changamoto ambazo nchi za magharibi zinaiona ni Urusi, na kwamba ikiwa nchi hizo zitakuwa na silaha za nyuklia, basi Urusi haitoweza kufanya chochote mbele yao. Wakati huu Poland inasema wanapaswa kufuatilia upatikanaji wa silaha za nyuklia ikiwezekana kwa kushiriki kwa mpango wa mwamvuli wa nyuklia wa Ufaransa. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk anasema mnamo siku ya Ijumaa, Tusk aliliambia bunge la Poland kwamba nchi hiyo inahitaji kufikia uwezo wa juu wa kijeshi ili kuimarisha ulinzi wa taifa hilo. Matamshi yake yanakuja baada ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kupendekeza mapema wiki hii kupanua kizuizi cha nyuklia cha Ufaransa kwa wanachama wengine wa EU ili kushughulikia tishio linalodaiwa na Urusi. Kulingana na Tusk, Warsaw tayari ina majadiliano mazito na Paris kuhusu wazo la mwavuli wa nyuklia. Poland inahitaji kufuata uwezo wa kisasa zaidi kuhusiana na silaha za nyuklia na vile silaha za kisasa zisizo za kawaida, alisema. Warsaw haijali kukosolewa juu ya ujenzi wake wa kijeshi na itachukua hatua zozote inazoona ni muhimu kuimarisha ulinzi wake, waziri mkuu huyo alitangaza. Donald Trump, rais wa Marekani, alitoa wito wa kuondolewa kwa silaha za nyuklia, lakini mataifa ambayo yamekuwa yakihitaji kupambana na Urusi bado yanahitaji kuwa na silaha hizo. Hata hivyo, Urusi imesema kwamba ipo tayari kufanya mazungumzo na Marekani juu ya kupunguza ama kuondoa kabisa silaha za kinyuklia. Hata hivyo, Urusi imesema kwamba ni lazima kwanza ikae na Uchina ili iweze kujadili mpango huo. Ikumbukwe Urusi ndio taifa pekee ulimwenguni lenye silaha nyingi za kinyuklia. Siku ya Jumatano, Tusk alihimiza Umoja wa Ulaya kuongeza matumizi ya kijeshi ili kupambana na Moscow katika mbio za silaha. Amependekeza kwamba Urusi itaipoteza kama Umoja wa Usovieti miaka 40 iliyopita. Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen pia hivi karibuni ametoa wito wa kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa matumizi ya ulinzi wa Umoja wa Ulaya na hivyo kuimarisha zaidi mwelekeo wa upanuzi wa kijeshi. Moscow imelaani vikali kauli za hivi majuzi za Tusk na kusisitiza kwamba Urusi haitajihusisha na aina yoyote ya mbio za silaha. Kupitia msemaji wake wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema kwamba matamshi ya makabiliano hata ya kijeshi yanayotoka Paris na Warsaw yalikuwa ya kusikitisha. Urusi imekanusha mara kwa mara madai kwamba inaleta tishio la kijeshi kwa nchi yoyote ya Ulaya. Rais Vladimir Putin amepuuzilia mbali mapendekezo kama hayo kuwa ni upuuzi yanayoendelezwa na viongozi wa Umoja wa Ulaya ili kuwatia hofu watu wao na kuhalalisha bajeti kubwa za kijeshi. Wito wa matumizi zaidi ya ulinzi katika Umoja wa Ulaya unakuja wakati rais wa Marekani Bwana Donald Trump akiwataka wanachama wa NATO wa Ulaya kuchukua jukumu kubwa katika kuhakikisha ulinzi wao wenyewe. Wakati huo huo, pia wamekosoa wazo la mbio za silaha na kupendekeza kuwa nchi zote zinapaswa kuondoa kabisa silaha zao za nyuklia. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.